Naam, taarifa kutoka katika upande wa Sudani pamoja na Somalia, wenyewe wamekana kabisa mpango wa kuwapokea wa Palestina. Wanasema maafisa nchini Sudani wamesema kwamba hawakubaliani kabisa na mapendekezo ya Marekani kuhusu kuwapokea wakimbizi kutoka Gaza. Somalia pamoja na jimbo la Somaliland pia wamekanusha kuwepo mawasiliano yoyote yale kutoka Marekani kuhusu swala hilo. Kauli kutoka Sudani pamoja na jimbo ambalo limejitenga la Somaliland zimetolewa muda mfupi tu baada ya Marekani pamoja na Israeli kusema kuwa zimewasiliana pamoja na maafisa kutoka Sudani, Somalia pamoja na Somaliland, ambapo walijadili kuhusu kuyatumia maeneo yao kwa ajili ya kuwapa makazi mapya kabisa wakazi wa Palestina kutoka katika ukanda wa Gaza. Ikulu ya Marekani pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje hazikutaka kujibu mara moja zilipotakiwa kutoa ufafanuzi wa taarifa hizo pamoja na shirika la habari la Reuters. Mapema mwezi huu, viongozi wa nchi za Kiarabu walipitisha katika mkutano nchini Misri mpango wa dola takriban bilioni 53 pamoja wa ujenzi wa Gaza ambao hauhitaji kuwahamisha wa Palestina kutoka katika ukanda wa Gaza, tofauti na mtazamo wa Rais Donald Trump wa kutaka kuligeuza eneo hilo kuwa ni eneo la mapumziko la Mashariki ya Kati. Katika mkutano huo wa Misri, viongozi wa Sudani pamoja na Somalia pia walijumuishwa. Huku hayo yakijiri, mamia ya watu wakiwemo wazee wa Kiyahudi pamoja na wanafunzi wamefanya maandamano ndani ya jengo la Trump Tower katika jiji la New York City. Waandamanaji hao wanapinga mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza, wakitoa wito wa kuachiliwa huru kwa wanaharakati wa Kipalestina Mahmoud Halili pamoja na wapiganaji ambao wamepinga mpango wa Marekani kwa kumrejesha kwa nguvu Mpalestina huyo mwanaharakati. Wakati hayo yakiendelea, kundi la Hamas limesema kwamba liko tayari kumwachilia raia mwenye uraia wa nchi mbili kati ya Marekani pamoja na Israeli, Edgar Alexander, kama Israeli itaanza awamu ya mazungumzo ya kusitisha vita ambavyo vinalenga kuvimaliza kabisa vita katika ukanda wa Gaza. Kundi hilo limepongeza kuwa liko tayari pia kuikabidhi miili ya mateka wengine wanne wenye uraia wa nchi mbili baada ya kupokea mapendekezo kutoka katika wasuluhishi wa mazungumzo hayo ambayo yanasuasua. Hata hivyo, Israeli imepuuzilia mbali kabisa pendekezo hilo ambalo imewalaumu wanamgambo hao kwa kutokufanya juhudi katika mazungumzo hayo na kuwa kwamba inataka kufanya vita vya propaganda.